kuna mtu anaanza kutoa sifa hapa, anasema Bobo amekuwa kama kaka kwangu na tumejuana toka miaka mingi iliyopita kabla hata hajawa CEO. Yani huyu jamaa alikuwa anampa sifa sana huyo Bobo. Mara mtu akajitupa kutoka gorofani, ndo watu wakaanza kushangaa pale nini kimetokea, na wengine kwenda kumtoa huyo mtu. Alikuwa ni Bobo, yani birthday boy amefariki katika siku yake ya kuzaliwa. Inahuzunisha na kushangaza hii. Yani kwa nini aweze kujitupa kutoka gorofani? Tutajua tu huko mbele ya safari. Hii movie inaitwa The Part, inapatikana Netflix, ina episode 3 tu na mimi nikachili. Sasa watu wakaanza kumtoa pale Bobo kutoka kwenye maji na wasijue nini kimetokea. Yani kila mtu alikuwa amepagawa. Na baada ya muda kidogo polisi wakawa wamefika pale kuja kuchunguza baada ya kile kitendo kutokea. Na baada ya kufika wakatoa tangazo kuwa hakuna mtu kutoka wala kuingia katika jumba hilo kwa sababu wanataka kuweza kufanya uchunguzi. Wakawaita watu wote sehemu moja na kuanza kusema, tunajua kumetokea kifo cha kustaajabisha hapa na protocol zetu ninyi wote ni mashahidi. Watu wakaanza kuguna. Askari wa kike akasema, yani hampo chini ya ulinzi, ila tunataka tu ushirikiano wenu na pia simu zenu zote tunataka kuangalia video zote mlizo rekodi kutoka kwenye party, sawa? Na uchunguzi ukaanza rasmi. Akauangalia mwili wa marehemu kisha kauliza, nyie ndio mliotoa mwili kutoka kwenye pool? Jamaa wa masigara akasema, ndio, tumeingia kwenye pool na kumtoa. Akauliza tena, je, alizama? Hapana, haikuchukua muda mwingi tulimtoa. Na je, alikuwa amelewa? Ndio, hii ni sherehe, lazima alewe. Sawa, nitafanya vipimo vya damu kwa marehemu. Kwa hiyo alikuwa amesukumwa au kuanguka mwenyewe? Oga, Bobo akuwa nasi alipokuwa ameanguka. Askari akauliza, kwa hiyo alikuwa wapi? Masigara akaangalia juu tu, wote wakafata. Kwa hiyo alianguka kutoka kule. Sasa baada ya kuingia ndani, wakaanza kumhoji mmoja baada ya mwingine. Wa kwanza akasema kila kitu kilikuwa kizuri baina ya vijana bila shaka, si mpaka yule mwanamke aingie. Mwingine akasema ukweli ni kwamba tulikuwa tunafanya mengi pamoja, ila ukweli ni kwamba baadhi ya mambo yao hayakuwa kwa ajili yangu. Siwezi danganya, tulikuwepo kwa ajili ya kila mmoja wetu mwaka huo, tulikuwa kama ndugu. Mwingine naye akasema wakati huo ilikuwa furaha sana na nilikuwa kwanza kufunga ndoa na hakuna kitu kilichobadilika sana. Lakini kuhusu Bobo, mara alipomuoa Motunlayo kila kitu kilibadilika. Akaanza kumfundisha vitu, alimbadilisha sana. Akasema Motunlayo hakumfundisha ujinga, yule bitch ni mjinga. Huyu mwingine naye akasema ilikuwa zaidi, yani alitengeneza mipaka kwake, yani yule jamaa alikuwa anaishi kama mtumwa. Rafiki mwingine pia alisema tangu Bobo alipooa sikuenda tena nyumbani kwake, yani nikienda nyumbani kwake na mkeo ataongea na mimi kama nyumbani kwangu sina chakula nimeenda kwake kula. Mamake na Bobo alipofika akasema yule mwanamke ni mchawi, yani ni mchawi, na hakuna mtu yoyote ambaye ataniambia nimuelewe kuwa yule mwanamke sio mchawi. Kabla ya kuolewa alikuwa anakuja kunitembelea mimi na mume wangu, ataenda jikoni na kupika hadi kusafisha. Baba Bobo akadakia ndio, yani ndio, na muda tu tulipotoa mahali kila kitu kikawa mwisho, yani mpaka uhusiano wetu na mwenetu akakata. Mama naye akasema yani ikawa ndio tatizo la mimi kuonana na kijana wangu, yani nikitaka nionane naye niweke appointment kumuona kijana wangu pekee, yani yule mwanamke ni mchawi. Upande wa Chidi ndiye akawa peke yake anamtetea Tunlayo na akasema kuwa Tunlayo hakuwa mtu mbaya, alikuwa tu mtu mwenye msimamo. Yani baadhi ya vijana kama Martin walikuwa kinufaika na Bobo kama vimelea. Kamanda akasema haya sawa, tumeshasikia kila kitu kutoka kwa Bobo na mke wake, sasa tuambie nini kilitokea usiku. Chidi akasema tulikuwa tunasherehekea tu birthday ya Bobo, ila ghafla tu tukaona mtu amejitupa. Mama yake Bobo yeye akasema haikuwa tu ghafla, yani yule mwanamke alimsukuma mwanangu na kupelekea kufa, yani nabii amedhibitisha hilo. Huyu mama alikuwa na imani sana. Askari akauliza nabii, kwa hiyo huyo nabii aliona kuwa mkeo ndio alimsukuma kutoka juu? Babake Bobo akapanika akamuuliza kamanda mkuu, anaongea upuuzi gani huyu? Kila mtu aliona Tunlayo ndio alikuwa mtu ambaye hakuwepo pale ambapo Bobo alianguka kwenye pool. Vipi huyu askari ajui kazi yake nini? Kamanda akasema chief, tafadhali kaa chini. Askari wa kike naye akauliza kuna yoyote kati yenu ambaye aliona kuwa Tunlayo ndio alimsukuma? Yani nini hasa mlichokiona? Au kuna yoyote kwenu anamjua mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kuwa ndio mtu ambaye aliyomuua Bobo? Mama yake Bobo akawa analia pale, yani anasema kwa nini mnamtafuta muuaji mwingine wakati yupo pale? Yani yule mwanamke ndio muuaji wa mwanangu, kamuua mwanangu. Askari akasema madam, najua umechanganyikiwa sana, naelewa kila kitu, ila tafadhali naomba kila mtu aweze kufikiria vizuri. Baba Bobo akasema mimi simjui mtu, yani simjui yoyote. Kisha akamuuliza mkewe, je, wewe unamfahamu mtu yoyote? Mkewe pia akasema mimi pia simjui mtu yoyote. Na tunatafuta nini wakati tushamjua muuaji ni nani? Yani ni huyu msichana na tunatakiwa tuweze kumkamata. Kisha akamuuliza askari wa kike, kwani wewe umeolewa? Askari akasema ndio. Baba Bobo yeye akamwambia kamanda mkuu, yani watu mliowaleta hapa hawajui chochote. Na huu ndio mwisho wa episode ya kwanza ya huu mzigo unaitwa The Party. Niambie kwenye comment, je, na wewe pia unahisi kuwa mkewe Bobo ndiye ambaye anahusika kwa mauaji ya mumewe? Na kama huja like basi hakikisha una like na usahau kusubscribe ili wa kwanza kupata episode inayofuata. Mimi ni Kachil, ciao.